Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa mbalimbali yanayoendelea ulimwenguni. Mimi ni Ali Kashmiri, unisikiapo kuna jambo. Mgogoro kati ya Iran na Israel umeingia katika hatua mpya ya hatari hii leo baada ya Marekani kujiunga rasmi na Israel katika mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Katika taarifa ya ikulu ya Marekani, rais wa Marekani alithibitisha kuwa mashambulizi yaliyolenga vituo vya nyuklia vya Iran katika maeneo ya Fordow, Natanz na Isfahan yalitelekezwa kwa mafanikio usiku wa kuamkia leo. Mabomu ya kisasa ya bunker buster yalitumika kudhoofisha uwezo wa Iran kuendelea na mpango wake wa nyuklia. Wakati huo huo, Israel nayo imefanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya taasisi muhimu za Iran, ikiwemo gereza la Evin mjini Tehran pamoja na vituo vinavyodaiwa kuwa ni vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Mashambulizi hayo yamesababisha mlipuko mkubwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Kwa upande wake, Iran haijakaa kimya, imezindua mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani drones dhidi ya miji mbalimbali ya Israel, ikiwemo Tel Aviv na Haifa. Milipuko mikubwa imeripotiwa huko Ashdod, huku ving'ora vya tahadhari vikiendelea kupiga katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Ripoti kutoka Tehran zinasema kuwa gereza la Evin limeathiriwa vibaya na baadhi ya wafungwa wamekimbia baada ya milango ya usalama kuharibika. Serikali ya Iran haijatoa idadi rasmi waliotoroka wale walioumia. Mashambulizi haya yamesababisha wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Bei ya mafuta duniani imepanda baada ya Iran kutishia kufunga mlango wa Hormuz, njia kuu ya usafirishaji mafuta duniani. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa dharura wa kurejesha hali ya utulivu kupitia mazungumzo ya kidiplomasia. Hata hivyo, viongozi wa Israel wameeleza kuwa hawana mpango wa kuacha mashambulizi hadi watakapotimiza malengo yao ya kijeshi dhidi ya uwezo wa nyuklia wa Iran. Iran kwa upande wake imesisitiza kuwa haitakubali kutishiwa, itaendelea kujilinda dhidi ya kile kilichokiita uvamizi wa kigeni. Wakati hali ikiendelea kuwa tete, raia katika pande zote mbili wameathirika vibaya na ukosefu wa huduma muhimu kama umeme na maji, huku mashirika ya misaada yakishindwa kufikia baadhi ya maeneo kutokana na hali ya vita. Mgogoro huu sasa unatishia kuvuka mipaka na kuwa ni wa kikanda au hata wa kimataifa. Endelea kusalia nasi kupata taarifa mbalimbali kwa yale yanayoendelea ulimwenguni, hususan katika mgogoro kati ya Iran na Israel. Mimi ni Ali Kashmiri, unisikiapo kuna jambo.